Shughuli za kuopoa miili ya mashabiki 4 ambao wanahofiwa kuangamia kwenye mkasa wa kuporomoka kwa sakafu ambayo ilikuwa juu ya shimo la maji taka katika mtaa wa Bamburi mwisho inaendelea. Kamanda wa polisi mjini Mombasa Mohamed Nur alithibitisha tukio hilo la Jumapili usiku ambapo mashabiki walikuwa wakitazama mechi za ligi kuu ya Uingereza kabla ya sakafu ya eneo walikokuwa wakitazamia lililojengwa juu ya shimo la maji taka kuzama. Mwanahabari Noel Nabiswa na taarifa zaidi. Watu hao 4 walikuwa miongoni wa mamia mashabiki waliokuwa wamejumuika Jumapili jioni kufuatilia mechi za ligi kuu ya Uingereza. Wasijue furaha yao ya uraibu wa kandanda ingeishia mauti. Tukio hili la kutamausha lilitokea mwendo wa saa 12 Jumapili jioni wakati mashabiki walikusanyika kwenye eneo la kutazamia video lililotambuliwa kwa jina Ash Video Cafe lililo mtaa wa Bamburi mwisho jijini Mombasa. Wakazi wakililia kaunti ya Mombasa kuingilia ili kusaidia katika juhudi za kuopoa miili, wakisema hii si mara ya kwanza kwa tukio kama hili kutokea katika eneo hilo. Mpaka sasa hawajapatikana. Kana shimo lilikuwa kwa chini kwa sababu ma TV yameingia na kuna tanki la maji na baraza zake, kila kitu limedudumia. Tokea jana fire iko hapa, kuna serikali iko hapa, lakini hatujapata mwelekeo. Je, ingekuwa familia yako, babako au mamako yumo pale ndani? Zoezi hili Mwenyezi Mungu asonge karibu. Wanapofanya zoezi hili kusiwe na pingamizi yoyote, wapatikane kwa wakati na masaa ambapo Mwenyezi Mungu mwenyewe ambapo atajalia. Wanapopatikana pia ukuwe na uwezo, Mwenyezi Mungu atupe nguvu tukawastiri. Hii ni mitihani na mitihani hii hufika kila mmoja. Kitengo cha kukabili majanga cha serikali ya kaunti ya Mombasa kimebainisha kwamba kwa sasa shughuli za kutoa maji taka kwenye shimo hilo zinaendelea. We had to work the whole night. Maana ilikuwa sisi tumesema pale mahali ambapo tutamaliza hizo choo kuvuta, sisi tutafanya kazi. But unfortunately we had to work overnight. Tumemaliza tu saa hizi asubuhi kutoa hiyo choo. Because tumeona distance is around 120 feet. So kwa wakati huu tumeongea na the county disaster team ambaye mimi ni chairman pamoja na governor Abdul Samad. Tumeongea na yeye, tunapanga equipments ambaye zitakuja kuweza kuokoa hii watu ndio tuweze kujua na hasani watu wangapi wako hapo ndani. Mtu yote ambaye yajenga kitu chochote bila proper approval ama document huwa ni jambo la kusikitisha sana. Kitengo hicho pia kimesema kwamba kililazimika kuwahamisha watu kwenye makazi yaliyo karibu na eneo la mkasa ili kurahisisha shughuli za kutafuta miili hiyo. Noel Nabiswa, KTN.